Habari mtazamaji wa SAU TV, ni matumaini yangu mzima wa afya. Karibu katika kipindi cha Weekly News Counter, tuziangazie habari kubwa 7 zilizotokea ulimwenguni kote. Jina langu ni Arafa Ngondae. Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali kwa Iran, akisema Tehran ina siku 10 hadi siku 15 kufikia makubaliano ya maana kuhusu mpango wa nyuklia, huku onyo hili likizua hofu kubwa ya vita upande wa Mashariki ya Kati. Trump alitoa taarifa hii akihutubia katika mkutano wa kwanza wa bodi ya amani uliofanyika tarehe 19 mwezi wa pili huko Washington. Akizungumza wazi, alisema kuwa tunahitaji kufikia makubaliano ya maana au itakuwa mbaya sana kwao. Mtajua jibu ndani ya siku 10 hadi 15, karibu wiki 2 itakuwa ndo kiwango cha juu zaidi. Iran imejibu kuwa itashambulia vituo vya kijeshi vya Marekani katika maeneo ya Iraq, Syria au Ghuba ya Uajemi endapo Marekani itaishambulia Iran. Waziri wa mambo ya nje ya Iran Abbas Araghchi na maafisa wengine wamesema kuwa mpango wa nyuklia ni kwa matumizi ya amani na itafuata sheria za IAEA. Mazungumzo yanayoendelea kupitia Oman kama mpatanishi bado yanaendelea kwa siri na kwa tahadhari kubwa, huku pande zote mbili zikibadilishana rasimu za makubaliano yanayowezekana na kujaribu kujaza mapungufu yaliyobaki. Mzunguko wa hivi karibuni mjini Geneva ulifanikiwa kufikia makubaliano ya kanuni za msingi ya Guiding Principles, na Iran imeahidi kutoa pendekezo lake la kina ndani ya wiki chache ili kuendeleza mchakato. Hata hivyo, shinikizo la kijeshi la Marekani linaendelea kuongezeka na kupeleka meli za kubeba ndege na vikosi vya ziada katika Ghuba ya Uajemi, jambo ambalo linazua hofu kuwa diplomasia inaweza kushindwa ikiwa makubaliano hayatapatikana haraka. Ikiwa muda wa siku 10 hadi 15 utaisha bila makubaliano ya maana, hatari ya mgogoro mkubwa wa kijeshi katika eneo la Middle East inaweza kuongezeka sana na hivyo kuathiri bei za mafuta duniani kote. Kwa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, hali hii inaweza kusababisha ongezeko la gharama za mafuta na bidhaa zinazoagizwa, pamoja na mvutano wa kiuchumi unaoweza kuathiri biashara na usafiri wa kimataifa. Kwa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, hali hii inaweza kusababisha ongezeko la gharama za mafuta na bidhaa zinazoagizwa, pamoja na mvutano wa kiuchumi unaoweza kuathiri biashara na usafiri wa kimataifa. Dunia inasubiri kwa makini hatua za siku zijazo, kwani uamuzi wa Trump na majibu ya Iran yataamua kama diplomasia itashinda au vita vitaanza tena. Rais wa zamani wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol amehukumiwa kifo cha maisha jela na hatia ya kuongoza uasi wa kuweka sheria ya kijeshi kwa muda mfupi na kupeleka jeshi bungeni mnamo Disemba 2024. Kiongozi huyo wa zamani wa kihafidhina aliepuka adhabu ya kifo ambayo iliombwa na upande wa mashtaka, ingawa hakuna adhabu yoyote ya kifo iliyotekelezwa nchini Korea Kusini tangu mwaka 1997. Yoon Suk Yeol ni mkuu wa 5 wa nchi ya Korea Kusini aliyehukumiwa na mahakama tangu mwaka 1996, lakini kuna uwezekano mkubwa kwamba hukumu yake haitatekelezwa kikamilifu, ingawa Korea Kusini haisiti kuwahukumu wakuu wake wa nchi. Licha ya uamuzi wa mahakama, jamii ya Korea Kusini bado imegawanyika. Chama cha Conservative ambacho rais huyo wa zamani anatokea kinabaki kuwa mwaminifu kwake kwa kiasi kikubwa, na baadhi tayari wanamtaka arudi kwenye maisha ya kisiasa. Hata hivyo, rais huyo ameomba msamaha kwa umma siku moja baada ya kuhukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kuongoza uasi. Katika taarifa iliyotolewa kupitia mawakili wake, Yoon mwenye umri wa miaka 65 alisema anaomba radhi kwa kusababisha taharuki ya umma kupitia amri yake ya sheria ya kijeshi. Afisa mkuu wa kidiplomasia wa Vatican Kardinali Pietro Parolin amesema Vatican haitashiriki katika mpango wa rais wa Marekani Donald Trump uitwao bodi ya amani kwa sababu ya hali maalum iliyonayo bodi hiyo. Kardinali ametoa kauli hiyo siku ya Jumatano na kusisitiza kwamba juhudi za kushughulikia hali za mgogoro inapaswa zisimamiwe na Umoja wa Mataifa. Aidha, chini ya mpango wa Trump wa Gaza ambao ulipelekea kufikiwa makubaliano tete ya
kusitishwa vita mnamo mwezi Oktoba. Bodi hiyo ilikusudiwa kusimamia uendeshaji wa muda wa Gaza, lakini muda kadhaa baadaye Trump alitangaza kuwa bodi hiyo itapanuliwa ili kushughulikia migogoro ya kimataifa. Wakati huo huo, Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum ametangaza kwamba nchi yake haitashiriki kama mwanachama kamili katika bodi hiyo iliyo chini ya Rais wa Marekani kutokana na kukosekana uwakilishi wa Palestina, kwa kuzingatia kwamba Palestina inatambulika kama taifa. Pia Sheinbaum ameongeza kuwa walialikwa kuhudhuria kama watazamaji na sio washiriki. Kwa upande mwingine, Sheinbaum ametangaza uungaji mkono wake wa Palestina, akitamka bayana kwamba mashambulizi yanayoendelea kufanywa na Israel dhidi ya Gaza na dhidi ya watu wa Palestina huwa ni mauaji ya kimbari na kutaka kutekeleza suluhisho la mataifa hayo mawili. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na utoaji wa misaada ya chakula duniani WFP limesema linaweza kusitisha msaada wake wa chakula na lishe unaookoa maisha ya watu nchini Somalia ifikapo Aprili, isipokuwa ufadhili mpya utakapopatikana, hali ambayo itawaweka mamilioni ya watu katika hatari ya kuongezeka kwa njaa nchini humo. Taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa maandalizi na majibu ya dharura wa WFP Rose Smith siku ya Alhamis alisema shirika hilo tayari limepunguza usaidizi kutoka watu milioni 2 mapema mwaka huu kutokana na uhaba wa fedha unaosababishwa na upungufu wa ufadhili wa kimataifa kutoka nje ya nchi, huku hali ikiwa mbaya zaidi kwa programu za lishe kwa wanawake wajawazito na wanaonyonyesha pamoja na watoto wadogo. Inakadiriwa kuwa takribani watu milioni 4.4 wanakabiliwa na uhaba wa chakula kutokana na athari za msimu ya mvua iliyosababisha ukame na kusababisha baadhi ya wafadhili wa kimataifa kupunguza ufadhili wa kibinadamu na vitega uchumi vingine kudorora, huku familia zikipoteza kila kitu bila msaada wa dharura. Somalia ilitangaza hali ya dharura ya kitaifa ya ukame mnamo Novemba mwaka jana baada ya misimu kadhaa ya uhaba wa mvua iliyojirudia na kupelekea ukame wa hali ya juu nchini humo, huku shirika hilo likisema linakabiliwa na wakati muhimu kama mgogoro wa mwaka 2022 wakati njaa ilipoepukwa kwa shida kufuatia usaidizi mkubwa wa kimataifa. Polisi katika nchi 16 za Afrika wamewakamata zaidi ya washukiwa 650 wa uhalifu wa mtandaoni na kupata zaidi ya dola milioni 4.3 za Marekani katika msako mkubwa wa kimataifa dhidi ya ulaghai wa mtandaoni. Operesheni hiyo iliyoongozwa na Interpol na inayojulikana kama Operation Red Card 2.0 iliyoanza Disemba 2025 hadi mwisho wa Januari 2026, ikilenga uhalifu wa mitandao ulio nyuma ya ulaghai wa uwekezaji mtandaoni, ulaghai wa pesa za simu na maombi bandia ya mikopo ambayo yameathiri maelfu ya watu barani Afrika na ulimwenguni. Wachunguzi wanasema mipango hiyo inahusishwa na zaidi ya dola milioni 45 katika hasara za kifedha duniani. Wakati wa operesheni hiyo ya wiki ya 8, mamlaka ilibaini angalau waathiriwa 1247 na kukamata vifaa vya kielektroniki zaidi ya 2300 vilivyotumika kutekeleza ulaghai huo na zaidi ya tovuti 1400 zenye nia mbaya, seva na anwani za intaneti pia zilifungwa. Aidha, watu kadhaa walikamatwa kuhusiana na ulaghai huu wenye faida kubwa uliowadanganya waathiriwa kutumia pesa katika fursa bandia kwa kutumia jukwaa la mitandao ya kijamii na programu za kutuma ujumbe. Katika visa vingi, wadanganyifu walitumia ushuhuda bandia na dashboard za akaunti bandia ili kuwashawishi waathiriwa uwekezaji wao ulikuwa unakuwa kabla ya kuzuia majaribio yoyote ya kutoa fedha. Nchini Cote d'Ivoire, polisi walivunja mtandao wa ulaghai wa mikopo ya simu ambao uliwalenga watumiaji walio katika mazingira magumu kupitia programu za udanganyifu zinazotoa mikopo ya haraka. Waathiriwa mara nyingi walitozwa ada zilizofichwa au kufanyiwa unyanyasaji, huku data zao binafsi na za kifedha zikikusanywa kinyume cha sheria. Kwa upande mwingine, mamlaka nchini Nigeria iliwakamata wanachama wa kundi la uhalifu wa mtandaoni wanaoshutumiwa kupata ufikiaji wa mfumo.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongeza rasmi mgodi wa coltan wa Rubaya unaodhibitiwa na waasi wa M23 katika orodha fupi ya mali muhimu zitakazokabidhiwa kwa Marekani kama sehemu ya mkataba wa kimkakati wa madini kati ya mataifa hayo mawili. Hatua hiyo inaonekana kuwa sehemu ya juhudi pana za Kinshasa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na Washington, hasa katika sekta ya madini adimu yenye umuhimu mkubwa katika teknolojia za kisasa. Mgodi wa Rubaya uliopo katika eneo la Masisi mkoani Sud Kivu unatajwa kuwa miongoni mwa migodi mikubwa zaidi duniani ya madini ya tantalum ambayo hupatikana kupitia uchimbaji wa coltan. Tantalum ni madini muhimu yanayotumika katika utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki kama simu za mikononi, kompyuta na mifumo ya kijeshi ya kisasa. Aidha, afisa wa ngazi ya juu wa DRC amesema uamuzi wa kuongeza mgodi huo katika orodha ya mali zinazokabidhiwa kwa Marekani ulithibitishwa wakati wa mkutano wa kilele kati ya Marekani na DRC uliofanyika Washington DC tarehe 5 Februari. Pia ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano ya madini yaliyotiwa saini Disemba 12 mwaka 2025. Hadi sasa M23 haijatoa tamko lolote rasmi kuhusu taarifa hizo. Ukimya huo unaongeza sintofahamu juu ya udhibiti wa mgodi huo, hasa ikizingatiwa kuwa eneo la Masisi limekuwa kitovu cha mapigano ya muda mrefu kati ya serikali na makundi ya waasi. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa mgodi wa Rubaya unahitaji uwekezaji wa kati ya dola milioni 50 ili kurejesha shughuli kamili za uzalishaji wa kibiashara na kuongeza tija. Iwapo mkataba huo utafanikiwa, unaweza kubadili mwelekeo wa sekta ya madini nchini DRC na kuipa Marekani nafasi ya kimkakati katika upatikanaji wa madini muhimu duniani, huku ukizuia mjadala mpana wa kisiasa na kiusalama ndani na nje ya mipaka ya Kongo. Ripoti iliyotolewa na mashirika ya kimataifa imeeleza kuwa takriban watu 43,000 wamekufa kutokana na ukame nchini Somalia mwaka uliopita, huku nusu yao wakiwa ni watoto. Shirika la Afya Duniani WHO na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF yamesema kuwa hiyo ni idadi rasmi ya vifo kutangazwa kutokana na ukame wa muda mrefu zaidi kuwahi kurekodiwa kwenye nchi hiyo ya pembe ya Afrika. Aidha, kutokana na tathmini, watu wapatao 18,000 wanatabiriwa kufa katika miezi 6 ya mwanzo ya mwaka huu, huku ripoti hiyo ikieleza kuwa mzozo uliopo sasa bado haujaisha. Licha ya hayo, maafisa wa masuala ya kiutu na hali ya hewa wameonya kuwa mwaka huu mwelekeo ni mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa mwaka 2011 ambapo baa la njaa Somalia lilisababisha watu robo milioni kupoteza maisha. Hata hivyo, mwaka 2023 WHO imerejelea kwamba kutoka kusini mwa Ethiopia hadi kaskazini mwa Kenya na Somalia, takriban watu milioni 22 walikabiliwa na hatari ya njaa, huku ukame mbaya zaidi katika muda wa miongo minne ukilikumba eneo la pembe ya Afrika. Mtazamaji, hadi kufikia hapa, huu ndio mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina la SAUT TV. Kwa niaba ya jopo zima la uandaaji wa kipindi hiki, jina langu ni Arafa Ngondae.